Katika mji wa kisasa uitwao Daphne, aliishi tajiri mkubwa sana aitwaye Bwana Robert Mnyika. Alimiliki makampuni mengi, majengo ya kifahari na magari ya kifahari yaliyokuwa yakimpa hadhi kubwa katika jamii. Pamoja na utajiri wake wote, moyo wake haukuwa na amani kwa sababu ya mwanawe wa pekee aitwaye Kevin. Kevin alikuwa kijana mwenye sura nzuri, mwenye elimu nzuri, lakini maisha ya kifahari aliyokuwa nayo yalimfanya kuwa mtu asiyejua machungu ya maisha. Alipendwa sana na wanawake, lakini baba yake aliona wazi walimpenda si kwa moyo bali kwa pesa. Bwana Robert alianza kujiuliza, ni nani atakayempenda mwanangu kwa moyo wa kweli na si kwa pesa zetu? Ndipo akaamua kufanya jambo la kipekee la kujifanya maskini. Siku moja alimuita Kevin na kumwambia, mwanangu, nataka ujifunze maisha ya kweli. Kuanzia kesho tutahamia kijijini kwa muda mfupi. Sitakuwa bilionea tena, nitakuwa fundi wa mbao na wewe utasaidia kwenye karakana. Kevin alishangaa lakini alitii. Waliuza kwa asili magari yao, wakahamia kijijini Mwandoro, wakivaa mavazi ya kawaida na kuanza maisha ya watu wa kawaida kabisa. Kijijini huko, Kevin alikutana na msichana mnyenyekevu na mwenye bidii aitwaye Amina. Alikuwa binti wa mjane aliyefanya kazi ya kuuza mboga sokoni. Kevin alimpenda kwa unyenyekevu wake, hekima na moyo wa kusaidia. Amina hakuwahi kujua kuwa Kevin ni mtoto wa bilionea. Waliishi maisha ya kawaida, kulima, kuchota maji na kushirikiana katika kazi za kijijini. Kadiri siku ilivyopita, upendo wao ulizidi kuota mizizi. Siku moja kijijini kulienea habari kwamba mwekezaji tajiri amefika kununua ardhi. Amina alimsikiliza Kevin akizungumza na baba yake kwa siri kuhusu kurudi mjini. Akafikiri Kevin atamwacha kwa sababu hana pesa. Lakini Kevin alimwambia kwa upendo, Amina, sitakusahau hata kama dunia yote itanigeuka. Upendo wako umenifundisha maana ya thamani halisi. Maneno hayo yalimgusa sana Amina, lakini bado hakujua ukweli mzima. Baada ya miezi michache, Bwana Robert aliandaa hafla kubwa mjini Daphne. Alimwalika Amina na mama yake kwa jina, sherehe ya kumpongeza kijana wake kwa kazi nzuri kijijini. Walipofika mjini, Amina alishtuka kuona majengo makubwa, magari ya kifahari, Kevin akiwa amevaa suti. Bwana Robert alisimama na kusema mbele ya umati, Amina, kijana huyu uliyekuwa naye kijijini si fundi wa mbao tu, ni mtoto wangu, anaitwa Kevin Mnyika na ni mrithi wa mali yangu yote. Lakini umeonyesha upendo wa kweli bila kujua hayo. Kwa hiyo wewe ndiye niliyemtafuta kwa miaka mingi. Watu wote walishangaa, machozi yakamtoka Amina, naye Kevin akampigia magoti mbele ya wote na kusema, Amina, je, utanikubali kama nilivyo, si kwa pesa bali kwa moyo? Amina akatabasamu akasema, nilimpenda Kevin yule maskini, nitampenda Kevin huyu tajiri kwa moyo ule ule. Bwana Robert alitabasamu akasema, sasa najua mali yangu itangukia mikono salama yenye upendo wa kweli. Harusi ya kifahari ilifanyika, lakini zaidi ya yote upendo wa kweli ulithibitishwa si kwa mali bali kwa moyo safi. Ujumbe na hadithi hii inatufundisha upendo wa kweli haupimwi kwa mali wala bali kwa uaminifu na moyo wa dhati. Hivyo usisahau kusubscribe na kutani on notification. Hii
ni 49 Media. Asante sana kwa kunisikia.